Wakala wa barabara Tanzania pamoja na wananchi waishukuru serikali kwa kutoa fedha kwa ajili ya mradi wa barabara ya kutoka Kitai hadi bandari ya Ndumbi. Hayo yamethibitishwa na meneja wa TANROADS mkoa wa Ruvuma, Engineer Saleh, akiishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuiamini ofisi yake na kusimamia mradi wa barabara kutoka Kitai hadi bandari ya Ndumbi iliyopo wilaya ya Mbinga mkoa wa Ruvuma yenye thamani ya bilioni 60.5 ikiwa na urefu wa kilomita 35 yakiwemo na madaraja makubwa matatu. Barabara ile inaanzia Kitai inakwenda mpaka Amani Makolo. Baada ya Amani Makolo inaenda Paradiso mpaka inafika Rwanda. Ikitoka Rwanda ile barabara inakwenda Lituhi, ikitoka Lituhi inafika bandari ya Ndumbi. Na ndio mpango na ndio mipango yetu kuifikisha barabara ile katika bandari ya Ndumbi, ambayo bandari ilishakamilika. Sasa inasubiri utekelezaji wa barabara hii ili ianze kutumika rasmi. Hii ni sehemu ya pili ya utekelezaji wa barabara yetu. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni ujenzi wa kutoka pale Kitai mpaka kufika Amani Makolo, ambapo tulijenga kilomita 5 za lami, ambapo serikali ilitugharimu bilioni 6.9 ujenzi wa kilomita zile 5 za mwanzo. Sasa hivi mradi ambao tumeutembelea jana ulikuwa ni mradi ambao unaanzia pale Amani Makolo kwenda mpaka katika mji wa Rwanda kilomita 35 kuanzia hapa Amani Makolo. Barabara ile inatekelezwa chini ya ufadhili wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa 100%, kwa maana pale hakuna fedha ya ufadhili wote kutoka nje. Mradi ule unafadhiliwa na serikali kwa 100%. Ulianza kutekelezwa toka mwezi Juni mwaka 2022, ambapo mipango yetu ukamilike mwakani mwezi wa 4 kwa maana ya 2026 ndio mipango yetu. Of course mradi ulitakiwa uishe toka mwaka uliopita, lakini kulitokea changamoto tukafanya tusogeze mbele mpaka mwakani, na unaigharimu serikali shilingi bilioni 60.5 kwa utekelezaji huu wa kilomita hizi 35, ambapo ndani yake kuna ujenzi wa barabara kilomita hizi 35, lakini pia kuna ujenzi wa madaraja makubwa matatu ambayo mawili yameshakamilika. Engineer Saleh amesema kwamba kwa hivi sasa wanaanza kushambulia zile sehemu korofi, hasa zile zenye makazi ya watu, ili kuwaondolea adha mbalimbali walizokuwa wakikutana nazo hapo awali, na wanaendelea na ujenzi kwa kuweka alama za barabarani pamoja na taa. Serikali inaendelea kutekeleza mradi ule chini ya Wakala wa Barabara Tanzania. Tumeamua kushambulia yale maeneo ambapo watu wanaishi, tufanye kwa haraka, kwa maana kuwapunguzia watu adha za vumbi, adha za ajali na mambo mengine ambayo yalikuwa yanawasumbua wananchi. Kwa hiyo tumeanza kufanya maeneo ambayo kuna watu, kuna population. Kama tumeanza na Amani Makolo, tutaenda pale Paradiso, tutaenda na kule Rwanda. Maeneo ambayo kuna settlement kubwa tutazifanya kwa haraka. Alafu tutaendelea na utekelezaji kama ambavyo tumepanga. Sehemu zile zilizokamilika, of course tumemaliza kuweka tabaka lami, lakini kuna kazi zitakuja kufuata. Kuna kazi za kuweka road furniture, kuna kazi za kufanya road marking kwa maana ya kuchora, kuweka alama sehemu za kutembea kwa watu, kuvuka kwa watu wa miguu. Tutaweka taa za barabarani kwa maana ya street light. Kwa bado mradi unaendelea, ila ile sehemu ambayo imekamilika hivi karibuni tutaifungua, magari yaweze kupita pale na wananchi waachane na adha ya vumbi ambayo ilikuwa inawakumba sana watu wa Amani Makolo. Na vile vile ameishukuru serikali kwa kutoa fedha ili kukamilishwa kwa mradi huo, licha ya kuwa kuna miradi mingi mikubwa, na kwa sasa mradi huu unasimamiwa na wataalamu wa ndani, hali ambayo inasaidia wataalamu wake kukua katika fani zao. Sisi tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kama mnavyofahamu miradi ni mingi nchi hii, na miradi mingi mikubwa na miradi muhimu, lakini sisi tumepata nafasi ya kupewa fedha kwa ajili ya utekelezaji. Wakati rais anatembelea Ruvuma aliahidi na akatupa fedha ambazo zimetuwezesha kujenga hizi kilomita 5, na bado kuna fedha nyingine zitakwenda ili tuendelee kukamilisha mradi kama ambavyo tumejipangia. Mradi huu sasa unasimamiwa na wataalamu wangu wa ndani kwa maana ya TECU Ruvuma, na hapo awali ulikuwa unasimamiwa na kampuni ya REA kutoka India,
lakini baadaye baada ya kuona kwamba inafaa kusimamia wenyewe, basi sasa hivi tunasimamia wenyewe na kila kitu kinakwenda vizuri, na hii inawapa nafasi wataalamu wangu kukua kwa maana ya professional development, wakue kwa maana wanakutana changamoto sasa wenyewe, na hizi zitawafanya wawe mahiri kwenye fani zao, kama vile watu wa structure, watu wa material, watu wa highway, wanawafanya sasa wawe mahiri kwenye kona yao. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwanza kwa kutuamini kusimamia ule mradi ofisi yangu, tunashukuru sana, lakini pia tunashukuru sana serikali kwa kuendelea kutusapoti, kutupa fedha ili tukamilishe ujenzi wa barabara hii. Nao wananchi wa kijiji cha Manimakolo wameishukuru serikali kwa kuwajengea barabara yenye kiwango cha lami, kwani kumeondolea adha mbalimbali ikiwemo vumbi na shida ya usafiri. Kwa kweli napenda kuishukuru sana serikali. Kwa kweli hatukutarajia. Mateso ambayo tulikuwa tunayapata ni magumu sana, ni mazito sana. Tutandike vumbi. Tusitandike vumbi mpaka uvunguni wa kitanda. Nguo tuko naweka mpaka ndani kwenye majaba, yani tunanunua majaba kuwekea nguo kwa sababu ya vumbi. Vyakula hivi vilikuwa na jana vumbi muda wote. Sofa lenyewe ukilichukua kipiga vumbi aliishi. Yani tukikoa tunajisi tu labda ndani marazi yangu ndani moyo. Tukikoa kidogo yani mtoto labda na shida hii. Yani kwa hiyo tulikuwa na wasiwasi tu muda wote, lakini sasa hizi rami kwa kweli yani tunashukuru sana. Tunashukuru Mungu sasa hivi tumefikia rami. Na sasa hizi kidogo hata vumbi zimepungua. Ukiangalia kwenye bidhaa zetu za biashara, hata kama waya kutoka baada ya siku 2-3, ili mteja kwamba huu ni waya wa mpya hawezi kuamini kama ni waya wa mpya. Kuna box na switch na vitu vingi sana ambayo ndani ya siku 2, sababu usipomwaga maji ndani ya masaa kadhaa kutada vumbi zinajaza ndani ya ofisi zenu. Kwa wakati mtu tunatumia feni au tunachukua dry, pana dry lipo hapa. Baada ya asubuhi enda na kukuta mara 3. Yani kukuta mara 3. Ukikosa baada ya masaa kutada vumbi kila sehemu unapogusa. Kwa hiyo kutata biashara mtu kimwambia hii ni mpya hawezi kuamini. Ukiona unafungua kwenye parcel ndipo anaamini kwamba hiyo ni mpya. Lakini kama ukifungua saa hizi baada ya masaa kadhaa yani inakuwa ina vumbi, kwa anakuambia basi hii umenipa ni used. Barabara ile wakati toka mwanzo barabara ilikuwa inapata tabu sana. Kwanza kabla haijafika Kutifuana hii ilikuwa tabu, magema na nini kutembea. Magari yalikuwa hayapo, lakini Mungu bariki magari yalipotokea kutembea, na barabara Mungu bariki wametuwekea lami na tunashukuru tumeepukana na vumbi. Miaka nyuma tulikuwa tunakwazika sana na swala la barabara. Barabara zilikuwa zinasumbua sana kama matope, hususan muda wa mvua, watu wasipopata huduma za kiafya. Kwa mama wajawazito tunapata tabu jinsi ya kuwasafirisha na kufika sehemu husika ya vituo. Aidha, wananchi hao waliendelea kueleza ni kwa namna gani wananufaika na uwepo wa barabara hiyo. Ila mimi napenda kunufaika kama mimi bodaboda. Kwa maslahi ninayopata nikitia mafuta, ila naiona tofauti na zamani tope. Unaenda sehemu fulani, mafuta kibao. Sasa hivi nikitaka kwenda Ikulu naenda kwa dakika 2. Ila naviona. Maji yalikuwa yanatusonga huku, lakini tunashukuru kule wamekata mfereji huko, sisi maji tumepana nayo. Sasa hizi huduma za kiafya na mambo mbalimbali na sisi wenyewe wananchi tunapata kwa wakati. Barabara ziko vizuri japo bado hazijakamilika, ndio naona wanajifanyia kazi. Sio mrefu wao wataweza kupiga ruhusa kuweza kuitumia. Wahenga walisema kushukuru ni kuomba tena. Wananchi hao wa kijiji cha Manimakolo waliomba kuwekewa vituo vyenye vivuli ili kuepukana na jua kali, taa pamoja na alama za barabarani. Tunaomba tena msaada tena wa kutengenezewa vivuko, wa kutengenezewa stendi zetu ambazo vijengwe, yani ambao watu wakifika pale wakati kutokana na jua kali sana. Msimu wa kiangazi jua linakuwa ni kali sana. Kwa hiyo kukaa watu kwenye jua inakuwa mateso. Na vile vile sana kwa sababu barabara yetu ina magari mengi sana. Yaani kunapendeza sana angalau kuwe na mataa. Hata gari unaliona kwa mbali, mtu anakaa mbali analiona. Sasa hizi ni hapa tunacho bado tuwekea na zebra pamoja na matuta. Na pia hata pana barabara hizi za michecho kwa ajili sasa hizi kama ni wanafunzi, sababu mazingira mjini wanafunzi wengi wameshazoeshwa kupitisha sehemu ya zebra. Sasa huku wengi ni wageni na hizo hawajafundishwa, hawajapata changamoto ambapo kuhusu wapite sehemu fulani. Sasa hizi kila mwanafunzi anapoona pa kupita anavuka. Tunachoomba matuta yafike, yawekwe ili nini usalama wa watu, na hata mimi mwenyewe pia naweza kuvuka barabara kule
itaonekana sasa navuka gari hilo. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Ulikuwa nami Angel Kayomba na hii ni BMTV.